Mfalme takatifu na mwenye nguvu, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa utukufu na sifa, ni wewe pendo letu Bwana. Asante ni kwa sababu watu walio hapa Bwana umewatuma ndio waweze kwenda kufanya kazi kama vile uliwatuma mitume katika kitabu ya Matthew, katika kitabu ya Mark, katika kitabu ya Luka. Bwana, waende wakafanya kazi yako kulingana na vile ungependa. Asante kwa sababu siku ya leo kuna watu tunaweka wakfu. Mfalme, ndio waende na moyo wa kufanya kazi yako kulingana na vile upendavyo. Umewawekea watu wengi kama vile ulimwambia Yeremia, usiende kwa mtu yeyote kama sija kutuma. Utaenda kwa wale wote nitakutuma kwao. Nasi Bwana ndio majire umetutuma kwa hao. Na wengine wengi hawako mahali hapa. Na sasa nao wameonelea ni vyema waweze kupanua kazi yako, waweze kufikia wengi wageni hatuwajui, ndio waweze kuwafikia na njia tofauti. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu ya urembo ule utaonekana na utasikika wakati watakao kuwa wakifanya hiyo kazi pamoja na Roho wako Mtakatifu. Tunakuinua na tunamtukuza ni kwa sababu ya wema na fadhili zako, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote tunaamini. Amen. Ephesians This is 1. Ephesians 1:4. Ephesians chapter 1, verse 4. According as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Bwana asifiwe. Tuliitwa before the foundation of the earth. Ile kitu inanifurahisha ni jambo moja tu. Ephesians 1:4. Yes. Inasema Kiswahili, ati kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Bwana asifiwe. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linazungumzia juu ya nani? Neno la Bwana linazungumzia juu ya watu. Neno la Bwana linazungumzia juu ya watu kwa sababu linasema alivyotuchagua. Na wakati inazungumzia juu ya watu inataka kusema kila mtu amezaliwa na mwanamke. Kila mtu katika ulimwengu ameitwa, amechaguliwa, ametakaswa. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kila mtu, awe kisiwi, awe kiwete. Katika TikTok, sijui kama umekutana na mtu yule si kipofu, haongei. Mtu haongei anaitwaje? Bubu. Sijui kama umemuona akihubiri. Umeshawahi kutana na huyo mtu kwa TikTok? Ndio unamuona? Nani? Maana niliona watu hawana jambo la kuzungumza wala kunena. Huyo mtu hajui kuongea. Anafungua Biblia, anaambia watu Biblia inasoma wapi? Anafungua Biblia, anasoma, anaanza kufanya. Haleluya. Bwana sifiwe. Huyo mtu haongei. Ametambua na akaelewa kuna watu hawaongei kama yeye, si ndio?
Lakini wakati atasimama na Biblia naanza kuisoma na kuhubiri, kuna watu wataelewa vile anafanya. Kwa hiyo hakuna mtu hana nafasi yake. Nijaribu kumtazama na alikuwa kwa soko. Na unajua kwa soko atakiki? Mimi nilisema huyo ametumwa ndio watu waweze kuaibika. Wale wanafikiria kazi zao ni biashara. Wale hawatambui kwa nini walizaliwa. Wale hawaelewi ya kwamba wameitwa. Wale wamekana wamesimama katika mambo zao. Wanajipenda, wamejizil, wamejisumbuka na mambo zao wenyewe. Hawatambui ya kwamba haijalishi ulizaliwa. Haleluya. Ulizaliwa, yes. Na Bwana akakufanya nini? Soma kwa Kiswahili. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Yes, yeah. Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kikuyu na uria atudurire thiini wake thitano kulingana na uria atudurire thiini wake thitano. Kwa hivyo wewe ulijulikana kabisa kwamba utazaliwa na Mungu. Wakati wa wazazi wako wale watakuzaa watakuita hivyo unaitwa. Bwana asifiwe. Lakini yeye hakukuita hivyo unaitwa. Alikuita nani? A chosen one. Yeye alikuita chosen one. Na ndio ninamwambianga, isipokuwa tu ni vile tu kusoma sana, lakini wengine wamesoma na wanajua. Wakati mwanaume na mwanamke wanapatana ndio waweze kuzaa. Hizo mbegu milioni kama 5 zinaingia ndani ya nyungu ya ama ya tumbo la mwanamke. Zile zinatolewa tu mara moja na mwanaume. Bwana asifiwe. Lakini ndani ya hizo mbegu zote kamoja tu kale kalichaguliwa kabla ya msingi wa ulimwengu. Kale hizo, kwa hivyo kama ni kuzaa mwanamke zote siwe sitakuwa fertilized. Mwanamke anaweza zaa watoto milioni ngapi? Tuseme milioni 5. Lakini Mungu kwa hizo zote anachagua kamoja. Na kamoja ndio wewe unacheza. Na hizo zingine zote zinapotea. Zinanonesha mama, hata sijui hao wamekonda ni nini. Shida iko. Kamoja tu ndio kanafanya kazi. Mwingine ile kuna bahati sio kugananga kwa sababu ni wao wanajua hao na wakina Mungu. Au unakuta kwa kitano tumbo moja akona tuwili. Hizo tunaita mapacha. Sio? Sasa watu wa Mungu nataka kumwambia, usikaweze kuwa confused ya kwamba uliitwa uwe housewife. Abia huyo mwingine, wewe haukuitwa uwe housewife. Waambie housewife kuchanganyikiwa. Nikamwambia nitaelewa. Kujiita housewife na kukaa ukiwa housewife. Umechanganyikiwa na ulimwengu wa uneni juu yako. Sasa ninachoshangaa, watu wengi wanasema wameokoka na hawajui kama wameitwa. Wanasema mimi nataka kanisa. Mimi nasema kama si neno linasema, hata mimi ningekuwa housewife. Hata saa hii ningekuwa nimeacha uhuduma. Bwana asifiwe. Ningeacha. Inasuburia nini? Lakini wakati nilitambua nimeitwa na nikasoma maneno ya Bwana, nikaona mambo yale mtu anakutananga nayo katika mwito. Nikaambia Bwana Mungu wangu, wacha nifuate, kwa sababu katika kufuata haya
kuna baraka ile sio hapa ulimwenguni, Bwana asifiwe, ni anauko kujificha. Tena ndani yake utafanya mtu mwingine aweze kutambua neema iliyo ndani ya Kristo na uzima wa milele ule utaweza kudhibitisha kudhibitika kwangu na kwa yule nitanenea. Bwana asifiwe. Yes, uliitwa, ulichaguliwa. Inasema Kiswahili inasema umeoshwa, sema kama vile alivyotuchagua katika kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Ya tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Alafu katika pendo. Wewe kuna kitu moja tena nilitambua kwa huo mstari. Mtu yeyote yule hajatambua ameitwa na akachaguliwa na akafanywa kuwa safi, si ndio? Utakaswa. Mtu yeyote ajui hivyo, hata kama ni nani, hata kama ni tajiri wa aina gani, hajatambua hayo mambo yameandikwa katika hiyo Ephesians. Huyo mtu hata kama anaomba, hata kama anafunga, hata kama anaendaga kanisa hadi anatayarisha, hata kama anasimamisha kanisa pesa ngapi, huyo mtu hana ufalme wa mbinguni na hatakia katika ufalme wa mbinguni hatakia huko. Sababu ni lazima utambue. Sababu yeyote yule atakayeingia katika nafasi hiyo ni yule ameitwa na ametambua ameitwa, amechaguliwa, amechaguliwa na akafanywa, ametambua ya kuwa nimefanywa kuwa safi. Pia kwa sababu katika ufalme wa mbinguni hakutaingia mtu tu ati kwa sababu anaendelea kanisa, ni kwa sababu anajitolea, ni kwa sababu anaota ndoto na zinatokea zile ziko katika kitabu ya Yeremia za uwazimu. Mungu anasema hata hao wanatabiri, sio mimi nimewatuma, ni wao wamejituma. Hao wanatoa hata maunabii, sijawatuma. Mnakumbuka hiyo Yeremia? Yes. Ati wanaambia watu ni kuzuri. Mimi sitakwambia ni kuzuri kama hautambui. Bwana asifiwe. Tumefanywa kuwa confused. Hebu tuangalie hiyo Yeremia. Tuangalie please. Watu wamefanywa kuwa mateka ya ulimwengu. Wamefanywa kuwa mateka ya ulimwengu. Kwa hivyo hawafanyi kazi ya Mungu kulingana na vile Mungu amewaita. Katika kitabu ya Yeremia. Nikavakwalia tukaja maundu salaruko hadharani. Nigutu wote kutegia doike. Makoma hene kata na maya dumaine. Na meke lino dumaine ya huti yao. Ukifikia uniambie. Sio mimi nimewatuma, hata kama wanatabiri. 14, yes. You wait. 14. Nisomee mstari wa 14. Ama wachana na 14 hapo. Anzia 13. Jeremiah 14 verse 13. Wacha tusomee na Kiswahili mara moja. Ndipo nikasema, Bwana Mungu, tazama, manabii waambia, hamtauona upanga, wala hamtakuwa na njaa, bali nitawapa amani iliyo thabiti mahali hapa. Number 14. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma, wala sikuamuru, wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi
na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Number 15. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi kwa habari za manabii wanaohubiri kwa jina langu, wala mimi si kuwatuma, lakini kusema upanga na njaa havitaingia katika nchi hii. Kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Tusome kwa Kikuyu haraka please. Ndio ngigicoka ngiuga atĩrĩ, woi Mwathani Jehova, rĩu-rĩ anabii nĩ maramera atĩrĩ, mũtikuona rũhiũ rwa njora ona kana mũgĩe na ng'aragu, no atĩ nĩ ũgũtũũra ũmarũmĩirie ũhoro wa atĩ kũndũ gũkũ gũtũũre gwĩ thayũ kũna. Hĩndĩ ĩyo Jehova akĩnjĩra atĩrĩ, anabii acio nĩ ũhoro wa maheni marathaga makĩmũtaga rĩĩtwa rĩakwa, na ndigana kũmarekia kana ngĩmahekĩrĩra ona kana ngĩmarĩria. Mamũrathagĩra mohoro ma cioneki cia maheni ona ũragũri wa tũhũ na maũndũ hatarĩ ona mathaa marĩa mathugundĩte na ngoro ciao ene. 15. Tondũ ũcio Jehova nĩarĩtie ũhoro wa anabii acio marathaga mohoro makĩgwetaga rĩĩtwa rĩake, na tiwe wamarekirie, o acio moigaga atĩ rũhiũ rwa njora ona ng'aragu itikoneka bũrũri ũyũ. Akoiga atĩrĩ, anabii acio nĩ makaninwo na rũhiũ rwa njora ona ng'aragu. Bwana asifiwe. Amen. Sio ni watu wale wameweka watu katika uhuru wao. Bwana asifiwe. Hawawaambii mumeitwa, mumechaguliwa, mumetumwa, mumefanywa kuwa safi, kwa sababu kama vile mtumishi wa Bwana ametufundisha, kuna watu wako chini ya watumishi, wamefanywa mali ya watumishi. Bwana asifiwe. Hawapeani kwa Mungu ndio wafanyie Mungu kazi. Haleluya. Ati wanaambia watu hakuna upanga, hakuna shida. Mambo iko sawa. Yaani wanaachilia watu na makanisa mengi kwa hivyo. Watu wamepumzika. Na sio wao wanapitia kupenda kwao kupumzika, ni kwa sababu hawaongozwi. Haleluya. Hawaambiwi ukweli ndio waweze kutambua, hata kama wako na businesses waweze kujua wako na nafasi ya Mungu ya kufanya kazi yake. Kitu ya kwanza kile tuliitiwa na kile tulizaliwa ndani yake kwanza katika Genesis 1, Genesis 2, Genesis 1 and 2. Kile mtu wa Mungu wewe, Mungu alikutia kukuumba kwa mfano wake. Na Mungu kukuumba kwa mfano wake, alikuumba kwa mfano wake ndio ufanye kama vile yeye afanyavyo. Ndio mwenye kutimiza yale yote atimizavyo. Lakini watu wengi waliwekwa tu wakae wapumzike. Wakae washangilia mambo yale wanataka kushangilia. Wakadanganywa wako pale ndio waweze kuwa givers. Ate matuweke ayani. Ndeke kweli angekorwa tunamenya kile ametehiwo ona pesa cia kwitia matarania thini wa nyumba yake. Pole. Haleluya. Pemwe. Kama utambui na ujui kwa nini uko hapo na ulizaliwa namna gani na uliumbwa namna gani, yote utoavyo imeandikwa tu katika kitabu ya Matendo. Lakini jina lako haliko katika kitabu ya uzima. Vitabu ni 2 tu, sio 3. Kuna vitabu 2. Moja ni ya uzima, ya pili ni ya Matendo. Ile unaitaka ate majina baba, ondoa jina langu katika kitabu ya mauti. Hiyo ni misemo ya wale wamechanganyikiwa. Hakuna kitabu kama hiyo kwa Biblia. Katika mauti, kwa nini hakiko?
Ungeuliza kwa nini hakiko? Kwa sababu Mungu kuna mahali alikuwa ako na patanisho, uhusiano na kifo. Mapenzi ya Mungu ilikuwa watu wote waweze kuwa hai, na ndio aliambia Adam na Eve, msile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu wakati mtakapokula mtakufa. Alikuwa anawaondoa katika kifo. Bwana asifiwe. Sababu yeye Mungu hana uhusiano na kifo hata kidogo. Na wewe usiende kuambia watu majina yao imeandikwa katika kitabu ya mauti. Sababu inafaa utolea hiyo kitabu ya mauti mahali iko. Na utaitafuta na utaiona. Kitabu ni mbili, ya matendo na ya uzima. Kuna mtu ameandikwa katika kitabu ya uzima, tena ameandikwa katika kitabu ya matendo. Na kunaye ameandikwa katika kitabu ya uzima tu, sababu yeye hana matendo. Kuna mwingine ameandikwa katika kitabu ya matendo, lakini hajaingia katika kitabu ya uzima, lakini kupeana ni namba 1. Haleluya. Bwana asifiwe. So fikiria sana. Matendo ni gani? Matendo sio kutoa fedha. Matendo si kukuja kanisani. Matendo si kuhudumia wale wagonjwa na wale wengine wote na vile utafikia. Matendo ni jambo moja, kufanya kama vile yeye alifanyake, kuokoa mioyo ya watu. Bwana asifiwe. Mtu asijifunge na kusema ya kwamba ante mimi niko sawa, nimepokea uzima wa milele na ninatenda matendo ni kama vile Yesu anatenda kama babaye. Haleluya. Sababu kwa matendo utahudumia mtu aliye na njaa, badala ya kumpa chakula tumbo unamhubiria. Sababu wakati unapomhubiria unampatia msingi wa kuweza kuingia katika Bwana, naye aweze kuomba na aweze kuamini. Bwana asifiwe. Lakini ukimpatia chakula, huyo mtu umefanya kama kiwete. Na ndio Yesu alikuwa anapigana na viwete wote, na wale hawaoni na wale viziwi. Alikuwa anapigana wote. Wale walikuwa wanakaa katika barabara wakiomba. Mnaelewa? Alikuwa anawafungua ndio waweze kuingia katika hiyo nafasi yake. Na from there mtu akifunguliwa anaanza kuhubiri, anakuwa muinjilisti. Amenifanya, anaulizwa nani amekufanya? Hata kama sikujui, nilikuwa kiwete na sasa ninatembea. Nini anafanya? Anahubiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wasidanganyike ya kwamba na ulimwengu umejaa hao watu. Wanafikiria kwa sababu wanakula wanakunywa na wako na utajiri, wako na magari na manyumba, ati hiyo ndio baraka. Baraka ya Bwana, Biblia inasema ya kwamba baraka ni nini? Ni salvation. Baraka ya Bwana ni wokovu. Haleluya. Baada ya kuamini, Matthew 6 baada ya kuamini hayo, Matthew 6:33, mara moja ukiamini, vitu vyote vinakufuata. Unafuatwa na baraka ya Bwana. Bwana asifiwe. Na hiyo baraka haikufuati kwa sababu unafanya vile Sunday tulisoma na nini. Kweli? Hata hiyo topic sijaimaliza. Tutaendelea nayo. Lakini si leo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo umeitwa, umechaguliwa na umetakaswa. Baada ya kuitwa, kuchaguliwa na kutakaswa, ndio unapewa nafasi ya mtoto. Mungu anaona mtoto wa mtoto ni miaka ngapi? Mtoto wa mwanadamu ni miaka ngapi? 20 years. Haleluya. Ukifikisha 20 years hivi,
Hiyo nitakuonyesha kwa maandiko. Ya Katoliki. Wakati umefikisha hiyo miaka, upende usipende, umeingia katika orodha ya kutambua mema na mabaya. Wakati umeyatambua na ukose kuingia katika nafasi ile, hapo kutoka hapo ndio unahesabiwa kuwa mwana wa Ibilisi. Mwana wa Ibilisi inakujia wakati umetambua, wakati umeelewa. Kuna mti wa uzima na kuna mti wa mauti. Kuna Christ na kuna Satan. Wakati alafu umetambua kazi ya Christ na kazi ya Satan, wakati umetambua, sababu from 20 kuendelea, wewe jina lako, kama unafanya mapenzi ya Bwana, jina lako liko katika kitabu ya uzima. Kama una matendo mazuri katika kitabu ya Matendo. Lakini wale makufi hawajulikani. Makufi wanaandikwa katika kitabu ya baba yao wako wapi? Katika John 8:44. Bwana asifiwe. Amen. Yes. Sasa nitakuonyesha kwa nini nimesema, kwa sababu ni mahali ambapo tutaweza kusoma ndio tuweze kutambua 20 years. Kwa nini nimesema 20 years? Bwana asifiwe. Tutasoma sana. Wale watakuwa mahali tutoke tena. Tuingie katika kitabu ya First Peter. Kwa hivyo kama wewe uko above 20 and above, wewe judgment iko juu yako. Jehanamu kuna watoto wale hawako. Watoto, hakuna mtoto atapata ataona jehanamu. Nitamsomea mengi kuhusu watoto wale wamezaliwa. Watoto hawataingia. First Peter. Na haya yote ni kwa sababu ya wale wanaenda, wale tunatuma waende wakafundisha. Bwana asifiwe. Na tunataka wakati wote mnaenda kufundisha unadhibitisha watu wanaona na wanasikia. Watu wanaona na wanasikia. Wanasikia. Kama vile Mungu alipenda Job iweze kufanyika kwa katika maisha yake. First Peter 2:9. Soma. First Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should shew forth the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light. Yes. Hebu soma Kiswahili. Bali ninyi ni mzao mteule, watu wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kutangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Soma Kikuyu. No inyuĩ mũrĩ rũrukaro turĩtwo na thirito ya athĩnjĩri ya nyũmba ya mũthamaki, ningĩ mũrĩ rũrĩrĩ rũtheru, o we wamwĩtire mwendwa-inĩ, mũtonye ũtheri-inĩ wake ũrĩa wa magegania. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba you are the chosen generation. Tumeambiwa ni Wajaluo, ni Wakamba, ni Wakikuyu, ni Wajiko, ni Joki, ni Kamau? Hapana. Wewe unafaa usikie hivyo imesema. Unafaa tu usikie hivyo. Kusikia hivyo unajihesabu kwa mtu yeyote aliye katika ulimwengu. You are a chosen generation. Haisemi viwete sio hapo. Haisemi viziwi.
haisemi imekuhesabu kwa sababu uko katika ulimwengu. Until you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation. Ate unasikia vile unaitwa majina mazuri? Yeah? A peculiar people, that you should sow for the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Wakati ule watu wao wako ndani ya nyumba la Bwana, wale wanajua wameitwa, walitakuwa wito wao, sababu Mungu alifanya haya yote na akadiga haya yote kabla ya msingi wa kuwekwa, akakuachia uje usome katiba yake. Katiba ya God ni Holy Bible Word. Wakati utasoma, wakati utaendelea na kuelewa vile imeandikwa, ukitambua na uweze kuipokea kulingana na vile inafaa, mahali pale wewe unajitoa. Haleluya, Bwana asifiwe. Unaamua mimi naweza kujitoa katika kazi ya Bwana. Pole. Wakati ninapokwambia kujitoa, ujue ya kwamba hauwezi jiita wewe. Hauwezi jiita. Ni kuitwa, unaitwa na kuchaguliwa. Bwana asifiwe. Kuitwa ni namna gani? Ukifika katika ukifika katika nafasi ya kutambua uzuri na ubaya, mema na mabaya. Haleluya. Sasa wewe Mungu anakutarajia kuja katika kazi yake. Bwana asifiwe. Ukiwa umeolewa, ukiwa haujaolewa. Hata Biblia inatuambia ya kwamba mwanaume akioa, akiwa kijana aoe, apatiwe miaka ngapi? Apatiwe mwaka mzima. Kwanza afurahie na ajifurahishe na mkewe. Biblia inasema basi, Biblia akimaliza kujifurahisha arudi kwa kazi. Tuko pamoja, arudi kwa vita. Mwanamke naye aweze kusimama kwenye mwanya. Haleluya. Na yeye arudi katika kirudi, na wewe mwingine anarudi. Kila mtu na kazi. Si kazi ya duka, si kazi ya kuuza mitumba, si kazi ya kushinda huku ukizunguka na makaratasi. Ukizungumzia hiyo mdomo uko nayo mzuri sana na mkali. Ya kuambia watu kujeni mnunue. Niko na ile makaratasi hailanukangi. Gani hiyo? Ile ndio. Haleluya. Chakula changu ni kitamu. Niko na mboga zile nono nzito. Hiyo unajua kabisa kuifanya nini? Kuihubiri. Lakini katika neema ya Kristo ndio uweze kufanya moyo wa mtu mwingine upate uwezo na uzima. Hauna hiyo nafasi. Badala ya hiyo nafasi kuna criticize wale walio ndani ya hiyo nafasi. Unawaangalia? Haleluya. Wajua ukweli, lakini ukisikia mtu akihubiri injili ile ya kwanza, wewe unamcriticize. Na hauna nafasi hata wewe usimame. Wao wamehubiriwa hiyo baya, wewe uhubiri ile mzuri. Hauna. Lakini wajiona ukiwa mwema. Wajiona ukiwa mzuri. Huyo ni mtu hajatambua hata kama ako kanisani, hata kama ni madhabihu, hata kama unavaa nguo gani, refu ama fupi, hata kama unakuanga wewe mtu aina gani, mzuri, mrembo, hizo zote ni za ulimwengu tulio ndani yake. Bwana asifiwe. Kile Mungu anahitaji kimoja, ni vile unaweza nenea katoto kamoja katamue ako ni ka ufalme wa mbinguni. Hiyo ndio tu Mungu anaangalia. Utikero kile gayaroraga mundu uria utumaga ngoro ya mundu igaroroke. Itabure uthamaki wa Ngai, no tietabure uria biashara sina maudira. Biashara wiritwo urute, ni wagiriire gukorwo wina biashara, no uhote kweka. Siata Paul wakati mwingine alikuwa anaenda kutengeneza nini? Siata huyu mtu ndicho anamwambia alikuwa daktari. Luka si alikuwa daktari na hakufukuzwa na Yesu.
ati kwa sababu wewe Peter ni daktari ondoka hapa. Enda kwanza ufuge udaktari. No. Alifanya yote. Bora kujitambua na kujijua. Kujitambua na kujijua. Tuamue. Hauna nafasi yoyote ile ya kusema ate mimi sikusikia. Umesikia. Sasa ni wakati wako sasa kusimama katika mwanya na kujihisi ya kwamba ninafaa kuwa katika hiyo nafasi. Ndio wakati, hata wakati ule nilikuwa ili wakati wangu wa kuokoka ama wa kuanza kazi, kuna mtu alijua. Mtumishi wa Bwana alikuta niko na hizi vitu hizi kama hizi na zingine ziliharibika. Nilikuwa na pili. Nilikuwa na ngoja aondoke. Kwa sababu hakunikubalisha kwenda, sababu tulikuwa na wholesale. Nilikuwa na ngoja aondoke. Akinikuta katika hiyo kazi ya openea. Unajua atanitoa pale. Lakini ataenda kunigoja na njia yoyote, iwe mzuri iwe mbaya. Mimi nilikuwa ninasema Kiori kana wogo diate no nyengumi getio huo inyaliwa kile utaroka ngoni mwadani ya roho. Haleluya. Nilikuwa nakuja na nimefunga kazi na vile tulikuwa na kazi kubwa, kazi kwa wengi, lakini wakikuta nimefunga. Haleluya. Sababu nimesikia wito si kuambiwa. Wito si kuambiwa wewe mwingine, wito si kuambiwa. Wito ni wewe uihisi na uweze kuchukua kujituma. Wito ni kujituma. Hata saa hii unafaa usikie kujituma kwenda kuona mtu mwingine ukitoka hapa. Kumnenea yale umeneneo. Sababu hiyo ndio kazi ya Bwana. Wito ni kujituma. Haleluya. Bwana asifiwe. Wale wanatumwa ndio unasikianga, wale wanasiniliwa hapana ni lazima. Hao ndio unasikia. Wanakuja wanaenda wanafunga kanisa ama wanakata ama wanafanya vile wanafanya. Bali ninyi ni mzao mteule. Wale wametambua ni mzao mteule. Bwana asifiwe. Ukuhani wa kifalme. Kwa hivyo kama vile Christ ni mfalme, kama vile Mungu ni mfalme, wakati umeingia katika mwito wake na wewe umefanyika kuwa priest Bwana asifiwe. Unakuwa prince and princesses. Ati ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili. Umeambiwa ni ufanyike haya yote halafu ukae chini ama ulale? Inanenea wewe kukwambia usitangaze fadhili. Usitangaze fadhili. Kwa hivyo wewe uko ndani ya nyumba ya Bwana, wewe unaendaga mahali popote pale na kuambia kwamba umeitwa, umechaguliwa, ndio wewe usitangaze fadhili za Bwana. Uwe na business kubwa wala dogo, una nafasi ya kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna hiyo nafasi lazima. Sio hapa ate ukitaka. Sio ukitaka ni wewe. Lakini kwa Mungu ni kwa sababu alikuchagua akakupeleka na akazuilia zile mbegu zingine zote. Wewe akafikiria huyu anaweza kuwa mtu wa kutumwa, kutumika. Huyu anaweza kuwa mtu wa kutumika, lakini alikuta si mtu wa kutumika, ni housewife. Si mtu wa kutumika, ni mwanaume wa kujenga manyumba na kurudi kwa nyumba kwenda kulipo. Alafu anagoja kesho yake anaamuka kwenda kutafuta biashara. Haleluya. Bwana asifiwe. Amsha aliye karibu naye mwambie wewe haukuitiwa usingizi. Bwana wewe
matoro aliye watu na hapo ndipo nimefanya niweze kumwambia mfungue hiyo Jeremia. Sababu watu wengi wamewekwa ndani ya makanisa kama ng'ombe zimeroneshwa kesho sichinjwe. Hawatambulishwi ukweli wa neno la Bwana na mawazo ya Bwana haiweki ndani yao. Haleluya. Leo mwondo ikara na doma yulete au gani ganyada limete na ngo grandisho ya 100,000 or a million. Kwe corona shio no adere nesigana ningo tusigana sila menya ni mposile kupiga tu nyeigana ni wangapi wanatambua haya wameitwa na wamechaguliwa na wako na moyo wa kutoka na kwenda kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Ati anasema ya kwamba taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Yeye aliyewaita mtoke gizani. Gizani ni wapi? Yeye aliyewaita mtoke gizani. Mliitwa kabla ya msingi wa ulimwengu wetu. Mtoke katika yaani mtoke na huko mlikuwa mmefichwa gizani. Muingizwe katika, mtoke katika tumbo za wazazi. Muingie katika ukweli. Uweze kutangaza yale yote mlikutana nayo katika giza. Bwana asifiwe. Haleluya. Kanaka sialele kedu maine kana yote line. Kanaka sialele kedu maine kana yote line. Yes. Ulitolewa katika kifo. Uko pamoja? Ya. Mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hivyo ile nuru imeagizwa muweze kuingia ndani yake ni ya ajabu. Na hiyo nuru ya ajabu ni ya kuhubiri. Ya kuwafanya wengine watoke katika giza na kuingia katika nuru number 10. Which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ninyi mliokuwa kwanza sifa si taifa. Kwa hivyo wakati ule hatukuwa tumetambua, tulikuwa sisi si taifa. Tulikuwa hatujachaguliwa. Yaani tulikuwa tumechaguliwa lakini hatukuwa tumeamua kuingia katika ama tumetambua mambo ya kuingia katika ule ufalme. Tulikuwa tupati. Bali sasa ni taifa la Mungu. Kwa hivyo wakati ule mtu ameingia katika ile nafasi ya Mungu, ile nafasi ya kujituma kwa sababu ya mioyo ya watu, hapo ndipo mtu anaanza kuitwa taifa la Mungu. Taifa la Mungu si watu wote. Taifa la Mungu si watu wale wa kujao kanisani. Pole. Tena taifa la Mungu si Christians. Hawaro kile wewe yokende. Si Christians. Dekwa muno. Taifa la Mungu si Christians. Sababu sio wote wataingia katika ufalme wa Mungu, kwa sababu alikuwa anahubiri. Mungu anasema nitawaambia ondokeni, mimi simjui. Na wanasemaje? Tulikuwa tunahubiri tukitumia jina lako. Tumekuwa watu wamefunguliwa, tumewaombea wameponywa, wamefanyika hivi na yale mengine, lakini atawaambia enendeni, mimi sikujui. Haleluya. Watakuwa wakitumia nini? Biblia inatuambia, inatuonyesha ya kwamba Christian sio mambo ataingia katika ufalme wa Mungu.
ni mtu yeyote yule atasikia sauti ya Bwana. Haleluya, mwito. Yeyote yule atapokea mwito, na mwito si kuwa kanisani, mwito si kuitwa Christian. Haleluya. Kwa sababu hata Muislamu yule atasikia sauti ya Bwana na aweze kumkubali Christ, hata kama hataitwa Christian. Haleluya. Atakuwa tu Muislamu. Basi Muislamu anafanya nini? Amegeuka. Ataingia katika ufalme wa mbinguni, Elias. Awe muadist, ageukie mfalme Christ, atambue kweli nimechaguliwa. Kweli kulingana na vile Biblia inasema, kweli kulingana na vile Kristo anasema, kweli kulingana na vile Mungu anasema. Hata kama mimi ni muadist, hata kama mimi ni Muhindu, hata kama mimi ni Muislamu, lakini nimetambua mtu huyo hata kama hataitwa Christian, si ndio? Atakuwa tu Muislamu. Noe niamenya noe ikinya after tugetea tutobe Kristo nani habe aote wate huga be Kristo netuonete ya Kristo ine hadi mambo ndio yake metolele ine yao ya moyo niko muone kama yangu. Wanasifiwe. Haleluya. Kwa hivyo usitiririke na kwa Kristo. Si Mkristo ataingia katika ufalme wa mbinguni, ni yeyote yule atasikia neno la Bwana, atii na ageuke. Haleluya. Na afanyike kuwa mmoja pamoja na Kristo. Kwa hivyo usifungwe na kanisa, usifungwe na kujitolea, usifungwe na kuvaa nguo refu wala fupi, usifungwe na kuvaa vitambaa, usifungwe na tabia za kikwenu. Mungu anakuhitaji vile ulivyo, nguo fupi kubwa, nywele hizi kufunikwa. Haleluya. Kwa tabia ya kikitu hiyo kulingana na kacha yenu. Wakati utatambua amekuchagua, amekuita, amekutakasa, haleluya, na uweze kumfuata. Bwana asifiwe. Usidanganyike hata kidogo. Hubirie watu wote walio na wanamna gani wala gani. Kazi yako ni kwenda kuwaita waweze kutambua mapenzi ya Mungu wao katika maisha yao mioyoni mwao. Bwana asifiwe. Kuna kitu kingine umetii. Na usijali kwa kuwa na mtu mmoja mwaka mmoja. Tuko pamoja? Usijali kamwe. Kuna mtu kama atakubali kukaa na wewe huo mwaka miaka 10 kabla kuongezeke, kana huyo mtu. Bwana asifiwe. Usitamani kuwa na wingi. Mungu anakuitia wingi. Mungu amekuitia mtu. Na ndio unaona hata yeye alikuwa na pesa. Na wakati walienda kuongezeka akawauliza, hata nyinyi mnataka muondoko? Wakaenda. Na hakuwafuata. Haleluya. Tira hii na masiro akayole. Eko muwera. Bwana asifiwe. Maisha yako haiko mkononi mwako, iko mkononi mwa yeye. Na usipotambua hayo utafikiria wewe ulizaliwa kwa mahali uko. Mimi nakugawia nafasi hii nyingine, haitapulishwi sana na wazazi. Si ukweli? Na haitapulishwi sana na makani. Wewe ukikuja kwa baba nani huyo kwenu kwa familia anaitwa Karaja? Mama yako ndiye anakuloga. Wewe ukafikiria hata ni ukweli unaambiwa na ni kukosanisha na familia. Hata kama ulikuwa wa ukweli utafanya mtu mbaya sana na mtu asiye na akili ya Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni wewe utambue, hatuna kitu kingine tunahitaji neno la Bwana. Tunahitaji tu neno la Bwana.
ndio tufanye mapenzi ya Bwana kulingana na vile Mungu anavyohitaji. Umesikia watu wa Mungu? Haleluya. Usipelekee watu madoido. Usipelekee watu urembo wako. Pelekea watu neno na urembo wako utadhibitika. Urembo ni kile utatoka katika mdomo wako. Na usiende kubadilisha kwa sababu anakuogopa. Nenda kulingana na vile Mungu amekuita. Haleluya. Bwana asifiwe. Daudi hakuangalia huyu mtu tunaita Goliath. Alimpokea vile alikuwa. Na wakati alipompokea vile alikuwa, ndio alipata uwezo na nguvu ya kumuua. Haleluya. Lakini wewe unatazama, unaona nguvu nyingine. Daudi hakuona hiyo nguvu. Alimpokea kama kitu. Haleluya. Sababu hakina siri. Alikipokea kama kitu. Alimuona kama kitu cha kawaida. Hakumuona kama vile tunaona watu wanaangalia watu wale wako na mali. Hao ndio unataka kutembea nao. Watu wale wako na yani na mambo mazuri. Hao ndio unataka kuinua. Hapana. Inua kila mtu. Ameitwa, amechaguliwa, akapeanwa mkononi mwako wewe ndio uweze kumuinua. Usichague wewe unaenda kuhubiri mama sana. Ukienda kuhubiri usiende kuchagua kama ni nani ama ni nani, hubiria yeye. Kuwa mtu mkarimu. Bwana asifiwe. Kuwa mtu mkarimu kwa vyote. Ikiwa ya kutangulia ni kupeana neno. Haya mengine wacha ifuate baadaye. Bwana asifiwe. Nataka nisome Numbers alafu tuone sasa ndio tuweze Numbers 7. Number 7 soma mstari wa kwanza to 6. 1 to 6. Numbers chapter 7 verse 1. And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle and had anointed it and sanctified it and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them and sanctified them. Verse 2. That the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who were the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered. Verse 3. And they brought their offering before the Lord, 6 covered wagons and 12 oxen, a wagon for 2 of the prizes of the princes, and for each one an ox. And they brought them before the tabernacle. Verse 4. And the Lord spake unto Moses, saying, Take it of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation, and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service. And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites. Bwana asifiwe. Nataka tuweze kuangalia mstari wa 5 kwa ile mimi ndio nitasoma na Kiswahili. And the Lord Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, ama utusomee kwa haraka. Nodhomage 1 to 6. Na gũgĩkinya atĩ mũthenya ũrĩa Musa arĩkia kũhanda gĩikaro kĩu na gũgĩitĩrĩria maguta, agĩkĩamũra agĩgĩtheria hamwe na indo ciakĩo ciothe cia gwĩkĩrwo thĩinĩ wakĩo, ona kĩgongona, ona indo ciakĩo ciothe. Arĩkia gũitĩrĩria indo icio ciothe maguta, agĩciamũra agĩcitheria tu. Atongoria a Isiraeli arĩa marĩ a nyũmba cia maithe mao magĩtwara indo ciao cia kũrutĩrwo Jehova. Nao nĩo marĩ atongoria a mĩhĩrĩga ya Isiraeli, o acio maroraga arĩa matarirwo.
3 magĩtwara indo ciao cia kũrutĩrwo mbere ya Jehova, nacio ciarĩ ngari 6 ihumbĩtwo na ciandarũa igũrũ, ona ndegwa 12, nayo ngari o ĩmwe ĩkĩrutwo nĩ anene erĩ, nayo ndegwa ĩmwe ĩkĩrutwo nĩ mũnene ũmwe, magĩcitwara magĩciga hau mbere ya gĩikaro 4. Nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, 5 oya indo icio mũthĩte nĩgetha ituĩke cia kũrutaga wĩra wa hema ya gũtũnganwo, ũcoke ũcinengere Alawii ũmagayanie o ta ũrĩa wĩra wao ũtariĩ. Musa agĩkĩoya ngari icio ona ndegwa agĩcinengera Alawii. Asifiwe. Amen. Tunasemaje? Sasa wakati nafikiria, wakati umeona hapo kuna matoleo na nini, nimefikiria tutaongea ama juu ya magari na juu ya nini. Ate sasa utaenda kupata gari wakati hiyo yote ukitaka utakoma wanasifiwe. Lakini sina kanisa. Pamoja kanisa ikileta imetingwa no tugadibina mentality kama huduma ya Mungu. Lakini mstari wa kwanza unasemaje? Unasema ilikuwa siku hiyo Musa alipokwisha kuisimamisha maskani na kutia mafuta na kuitakasa na vyombo vyote na hivyo madhabahu na vyombo vyote vyake vyote na kuvitia mafuta na kuvitakasa. Hivyo ndivyo nyinyi ni nini? Inyo mkeni. Sisi ni akina nani? Sisi ni mimi. Sisi ni chombo. Sisi ni chombo. Na chombo Moses kulingana na New Testament. Unajua New Testament ndio inafafanua Old Testament. Wewe ni chombo cha kumfanyia Mungu kazi. Na Biblia inasema kwamba wakati Musa alimaliza kutengeneza tabernakulo, alitakasa vitu vyote vilivyomo huko ndani ya hiyo. Unaona Old Testament. Bwana asifiwe. New Testament hakuna kitu hata moja. Wewe ndio chombo. Mungu anatumia nani? Wewe. Ndio uende ukapeleke injili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko hapa ndio tuweze kuwatuma kwa kuwaombea, kuwa set apart na vitu vyote katika ulimwengu na mambo yote, ndio muweze kupeleka habari njema kwa watu kulingana na vile Mungu anavyohitaji. Wewe ndio unajua vile utajipanga, na hakuna mtu anakwambia usifanye kazi. Ufanye biashara yako, lakini kuwe na nafasi ya kazi ya Bwana. Akazitakasa zote. Alafu akasema namba 2. Ndipo wakuu wa Israeli, vichwa vya vyumba za baba zao, wakatoa matoleo. Hao ndio wakuu wa kabila hao ndio waliokuwa juu yao waliohesabiwa. Namba 3. Bwana nao wakamletea Bwana matoleo yao magari 6, yani wakatoa hizo vitu vyote. Namba 4. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia. Namba 5. Pokea mikononi mwao ili kwamba viwe vya kutumiwa katika utumishi wa hema ya kukutania. Nawe utawapa wa Marawi vitu vyao, kila mtu atapata kama utumishi wake ulivyo. Bwana asifiwe. Hapa tunafungua watu waende wakafanye kazi ya Bwana na cheo tofauti ama na nafasi tofauti. Kunao wako ndani na kunao wanaenda nje.
na kunao wanaenda kufungua kanisa. Bwana asifiwe. Na kunao wako makanisani tayari, lakini tunawaombea waweze kuwa na uwezo na mamlaka juu ya watu wale wanatawalia, ndio waweze kutawala, yaani kuwafundisha na kuwaelekeza kulingana na mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Musa aliambiwa aweze kuwapa vitu kulingana na kila mtu. Kwa hivyo wakati tunaomba, hatukuombei ufanye kama yule mwingine. Tuko pamoja? Mwinjilisti akafanya uinjilisti. Mtu wa kwenda kufungua church aende afungue kanisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tutafanya kazi ya Mungu kulingana na vile. Na hii kazi, na ndio unasikia sijakutajia, na yule wa kuhurumia watu aende akawahubiri. Hatuna watu kama hao hapa. Huruma ile tunanena juu yake ni huruma ya kuwahubiria, sio kuwapelekea mali. Hapana, sio kwenda kuwapa maguo. Wacha hayo yote ikuje mtu akigeuka, ukimhubiria ageuke, fuatiliza sasa kile utapata kufuatilia. Usiende kufundisha watu, imepitia huko kote. Usiende kufundisha watu ati unawakuta na chakula. Wewe ndio unawaharibu. Kwa pamoja, ate unamfuta na nguo, wewe ndio unamharibu. Wakati itakosa atatoka kanisa. Lakini yule atakuja, kitu ikipatikana usikie kumpa umpe. Haleluya. Huyo kwa sababu aliingia ndio aweze kuwa mmoja wa hiyo kanisa, yani ni pati moja yako. Yeye ni pati moja. Si kitu alikutana nayo, si kitu alipata. Mimi sisemi wasipewe, lakini usifikirie utakuta na kitu. Yesu hawakuwavuta na kitu, hata alikuwa anawatoa mahali wanapata. Kweli mtoza ushuru wewe nifuate, wewe wa samaki fuata. Alikuwa anawaambia kubebe hizo nyavu zenu? Hapana. Usijaribu, usikosee mahali tulikosea. Sisi tuliharibu mengi sana. Tukifikiria hivyo ndivyo inakuanga. Bwana asifiwe. Hata kwa watu wataokolewa, kumbe ni chakula wanafuata. Kumbe wanafuata fedha, kumbe wanafuata mafasi. Au watu watawakija kanisani, wataweza kusimamisha ministry kwa sababu saa yote wanangoja kutoka kwa mtumishi. Enda usimamishe. Haleluya. Mtu mwenye ameitwa na katambua mwito wake, ambia Beatrice, huruma inamgoja. Bwana asifiwe. Mtu akitayarisha. Jamani, mundu ndangadi kuthaitha mundu utamaki uti wakwe tondu mundu ucio agikweherera ni ukaigua guturwo agithia kiaragia atetikana kuonete agite tondu ti toro akaigua kurete arehe kuonete ya mama menyeria kumaigirira moko osani ni wamathukia ili ya kumongo digana kumongo ati saa yote mikono je kama ni mwekere mikono saa ile utachoka ama uwe mgonjwa wiki mbili wataenda kutafuta kwa mwekere wahubirie neno wafunguliwe huko kwa viti na neno. Haleluya. Kuna mahali mliona Yesu akiwaita wawekere? Kuna mahali mliona kwa Biblia? Fanyeni kazi ya Kristo. Haleluya. Wacha mtu akikuja shaka badali mtu unajua huyu sasa utoto umekwisha. Haleluya. Hata kama kwa mwanzo sasa watu akikuja mnashikana mkono. Unaomba. Lakini usiwafundishe kanisani. Kila wakati ni yotakoni. Asipoanguka sasa atakuwa hapo kila wakati mpaka wakati mtamagusa. Wakati ndio huo ni atatambua ati ameokolewa. Kama yale tulipitia, tulipitishia watu wengi. Haleluya. Acha mtu akae chini, asikie neno lifungue, neno liponye. Utunagione kivoto kiujetia na tutimoyolea koko. Utiona? Utia hadi maruo.
gerera ndio haramu wale nafatana huko twapigaine matiadile kama kudile kutoka madile kiko hapo pada ukamunyo akamunya takara onani ya roho. Usiende kusoeza watu mafuta, hakuna mafuta. Hii anointing oil. Hubiria watu neno. Ndio hamoe. Ate mutigadiwe kadia. Mutigadi kuma kama mafuta. Tigana ile mafuta ni kigo kia Ngai na neno hoa Ngai. Mwadhani ya roho shu. Ujeria ya dohara hata le moti mido na mafuta. Ujeria ya dohara hata le kuma kinyaga na kuma mwinya. Manawara. Amo mama. Ndio sema kuna kama tukia de bandani na mwadhani ya roho shu. Hallelujah. Jambo la pili, usiende kuintroduce, hiyo ni a mistake kwa kanisa chama yoyote ile. Unuone wingi pesa atiriwa tena mudhone kitu kurufu tondo nikutumia kana tunia gari mwapirelia kufagoro watu pesa tikana ina siama isio nisiabu nakagana ni mwaibu inywele kanisa mwiki muhuje sadaka ya mtoto lokuta ni mwaibu sadaka ya mtoto lokuta muhadhulio tuta ukanida ile mtoto ya mtoto no kana muka ndio kana kutakana ndio ni mwanzo ndio kana muka sija kana heke kana hiyo kukero ya tuesira Mwadhani kama kega tondo nako kega rutabera ekurutabera makai mwadhani ya rokosho ndio nako olebuana ndio ko ni ona ni haurate iko tupele hona pesa isio kana tikwa ona ko mutirani kendo ide tutina kendo damuda ida kanida mutika to mara ogoro kioria twa ide twa ko iro twina go kiabereria na ide to kiatigire na ide to gete tondo kesireki amigo kwa ngiri dio wije na pray mwikari ndiye mwikarane na teithike na hingo kirwo ni yako ono ngikoro ni kwenda kumaigire moko ni mwakata maita me ukamenda leo wa ndo lingine mono morwali ni kwa boe kanatia kwa kimoigirira ko muti na ko ene tuti to kagiro to kali ko ne ke kunye ko iga pasi ole me to ne ko tikia ona kigo kia mcheka mali tikia kia na ni kule ndio kama igirira ko na makinya na maguru no ma kama mtawutire ndo madi madi ko ka ekira habari mwana ni anaokaje odo ikuga hapo ndio ndio na hapo hadi hapa ni kimu kia mwisho ya kudome neno ya act Act 26:18 haraka Acts 26:18 to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins yes and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Uwafungue macho yao. Umetumwa uende ukafanya nini? Ukawafungue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru. Umesikia? Alafu wasiache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao na ulinzi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwa Kristo. 2 Corinthians 4
2 Corinthians 4. Forward. 4:6. Soma moja. 2 Corinthians chapter 4, verse 6. Chapter 4, verse 6. For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 7. But we have this treasure in other vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Verse 8. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Huyu ni mstari mzuri sana kama mtu anaweza utambua akienda kuanzia kazi ya Bwana ama akiendelea na kazi ya Bwana. Hebu soma na Kikuyu haraka haraka. Please soma na Kikuyu haraka haraka. Huo ndio tu nitaweza kuinena afu tuweze kuombea wale wanaoomba. Ndoga ikoria hoikire ati utheri wale umite tumaini niwe wanire ngoro-inĩ citũ nĩgetha tuonanagie ũtheri wa kũmenyithania andũ riri wa Ngai o riri ũcio wonekete ũtheri wa Kristo. Yes. 7. No rĩrĩ kĩna kĩu kĩ bata ũguo tũtũire nakĩo tarĩ nyũngũ ya rĩũmba tũkuĩte nayo nĩgetha kũmenyeke atĩ ũhoti wakĩo ũrĩa mũnene ũguo ũkĩrĩrĩirie kumaga kũrĩ Ngai ndumaga kũrĩ ithuĩ. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Katika vyombo vya udongo. Vyombo vya udongo ni nini? Vyombo vya udongo nini? Ni wewe umeumbwa na nini? Na mchanga mdogo. Lakini kuna kitu kimewekwa ndani yako cha thamani. Kimewekwa ndani yako. Udhamani umewekwa ndani yako. Na ule udhamani ndio Mungu anafurahia wakati umeubeba. Wewe ni chombo cha udongo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata mnakumbuka teri sokete. Wewe niwe nyongweo ya ndoro. Ekuendeke udhamaki. Nyongwe kuwete udhamaki. Ukerote. Vyombo vya udongo. Ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu. Wala si kutoka kwetu. Hiyo dhamana iko ndani yetu, haitatokana na sisi ni wa udongo, si ndio? Lakini kuna kitu ya dhamana imetiwa ndani yetu. Nini? Gospel of peace. Habari njema imewekwa ndani yetu. Christ yu ndani yetu. Roho Mtakatifu yu ndani yetu. Bwana asifiwe. Sababu sisi tumefanya kwa nyumba yake. Namba 8 akasema ati pande zote twatikika bali hatusongwi. Ukienda fanya hii kazi ujue mimba na misongoma imekusudia. Vita, umeenda vitani. Kusema nimeokoka ni kusema ya kwamba nimeingia katika vita. Kuokoka ni kuingia katika vita. Kwa hivyo na vita ndio hiyo sasa ya kuhubiri. Ni maisha yako na kiroho wakati umeanza kupigana vita ya mwilini na ya rohoni. Bwana sikiwe wakati unapohubiri ati pande zote twadikika bali twasongwi. Kwa hivyo unafaa kuwa na moyo ati wewe umepokea fadhili za Bwana, umepokea nguvu na uwezo na mamlaka za Mungu. Hata kama kutakuwa kugumu na muda gani, hata kama magonjwa itakuwa kali na muda gani, hata kama maadui watakuzunguka na muda gani, hata utasongwa na muda gani, wewe hautasongeka. Kwa sababu gani? Aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule aliye nje yako. Mwadhani ya roho shukrani. Ati monoke kwate bona wikani yate bona majere tosi ya kuhana atea. Ndio waigwa. Ni muraigwa nyo turani igoro lya.
Akana ngikutana na maundu maritu atia kana mahana atia ndukana make kana witigere otiri hende mamuigana wana wa uri maikariata tondu ni watu hinya no tiguru ria momona nyosho mari ukaga na njira mwe nawe ukameka atia ukamananga yako mjana tena kuacha tondu matiri na hinya na matiri aria manare ko kuneto athomire ifukuria vita ni ibe that's the gere please mo unyite ndira ona ndira kujiri horoshio please ya mwende kumwiro we hinya na uhoti na gutire kindu kona kimwe gikoka iguru riaku gigakuhota tiga we hayanire ko ndigwa tiga we hayanire we muhetu uhoti wothe na hinya wothe ona mangiuka mone fiu ona ruo ni rukaga rugakomia muti flat no waigua no gakoma no thutha wa ruo kwithuka wakora muti uria wokira kahora betiro kawaida ningi ruo rucio rukaingi rugakomia urikomagia uguo no nduri hindi ukatori no waigua ni uraigua tugiatigire mbaro na yarora tugiatigire miguu ya ukanao wende wa Kristo tuli hindi ukatori ona mulimu uki ukawe musasiatia no katori tuyamu mwana yako shuku ala kwira tere ebuta no mura yusio na gikoyo polisi ndo mena gikoyo pande sote pamikika papa yande Neko atekwo tuhateka kona barisi yote kinya pesa nikutaka nyongo mpaka fedha unajikuta hauna kitu mfukoni. Hizo sio shughuli zako. Ndere no tutihingire irio kurika mundu uria tugwika no tokinya tumeta. Haleluya. Unatafuta kati ya ukweli ama si ukweli? Unatafutajia, unajaribu kufikiria atakuwa namna gani, lakini kulingana na neno hiyo sio kitu. Bwana asifiwe. Namba 9 inasemaje? Twaudhika bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Soma Kikuyu. Tuthingataguo no tutitiganĩirio, kũrũndwo nĩ tũrũndagwo na tũtininwo biũ. Mũtingĩninwo, ĩno cio nginyũkire maũndũ. Tũtirĩ andũ a kũninwo, nĩ mwaigua. Mũtikamake mũtigetigĩre, ona rĩrĩa mũthecwo wega biũ. Werwo atĩa? Atĩ nĩũthinĩkanagio ũkoneka ta wathira, no ndũngĩthira. Mwathani arogocwo. Bara nĩyumagĩra kanitha ĩkarũnda mũndũ, ũkona ũngĩtakua. Ndũkaigua kinya kwĩ mũhunjia gwatwarwo Mathare. Ukaigua kwĩna mũhunjia waikio Mathare tondũ nĩahandire ndagũrũka. Nĩranyitirwo nĩ depression. Ndũkamake, ekuma na huti. Akoe na Kristo. Twerirwo mathĩna macio. Mũndũ warĩ gũkũ Thursday. Twerirwo mathĩna macio nĩkĩ? It's a gift. Nikiheo na gũthũkia mũno Biblia ĩyo yugĩte nikiheo kiumĩte gwĩ Kristo. Hatima kiheo kiumĩte na hĩndĩ ĩyo nĩ ruo, nĩ thĩna, nĩ mĩrimũ, nĩ maũndũ. No tondũ nĩ marĩkire kũheo ũhoro kiu mũno na nĩ makĩenda kuonio njĩra wega. Nĩkĩo makoragwo nĩ kaũndũ kanini mũndũ agatiga kanitha. Eno mwana fiu ta kanitha ta mũtarĩ Ngai. Tondu tuli werwo Ngai mũthemba ũcio wa gĩthemba kĩu ati kũrĩ na nini agatũma mũgate agakũhe kabithi tondu rĩrĩ arĩkũhe akũhe nderei Ngai witũ wa gĩthemba kĩu ũcio wa gĩthemba kĩu mũndũ akĩkũrĩa koragwo ũcio wa gĩthemba kĩrĩkũ ucio wako kwenda akũrathirwo o mũthenya o hĩndĩ. Ithuĩ tũrathaga o mũthenya na tũrathaga hĩndĩ ciothe. Nĩkĩ kana ici nĩ kũratha. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ũyũ ũrathiĩ ũcio nĩ waigua thana. No ũcio nĩguo Kristo arathire na thumu. Matiarathire ũcio.
Onako wale kuo ndio ndogoro na ngoro ndio baraka. Ati no tukikuthio. Na tukithia. Na Biblia ikoiga ati siku zote twachukua katika mwili kuwa sawa kuawa kwake Yesu. Ili uzima wa Yesu nao ulidhishwe katika miili yetu. Soma. Tutoire hiko ciothe tutitikaga mbere-inĩ itũ ũhoro wa kũũragwo kwa Jesũ, nĩgetha muoyo wa Jesũ onaguo wonekage mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ. Tũtũũra tũtitikĩte, tumebeba nini? Kifo cha Yesu Kristo, si ndio? Na tunabeba kifo cha saa yote tunanena kitu inaitwa kifo. Bwana asifiwe. Ndio uzima uweze kuonekana ndani yetu. Bwana asifiwe. Wale hawana hiyo, wanaongea tu uzima, ndio hao wanaongea uongo. Ni kifo, lazima ufe. Nini kinakuua? Unauawa na nini kila siku? The word. Neno wakati wowote linaponenwa linakuua. Haleluya. Sijui tutakuja kumwelezea mambo mengi kupitia hiyo. Wakati neno la Bwana linanenwa na unafaa kunena kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo. Bwana asifiwe. Unaona, unakufa kwanza alafu uzima unapokea wakati amefufuka. Haleluya. Kwa hivyo usiponena death, wakati tunapohubiri unasikia kabisa hapa mpaka unasikia kama utakuja sana. Ni kwa sababu neno limekugonga, limefukaa kama limekugua. Lakini enda ukaenda utafakari na usome tena hiyo neno, utakuwa katika nafasi ya uzima. Bwana asifiwe. Sababu litageuza mawazo yako. Ile ulikuwa kwa nini unang'ang'ana? Kwa nini unasikia kifo? Sababu ulikuwa unaelekea na ile njia isiyofaa. Moyo wako ulikuwa umevutwa katika njia fulani. Lakini wakati ule inakupeleka sasa, hiyo ndio uawa. Kumbe unauawa ndio uingizwe katika uzima. Haleluya. Sababu ni nini kilikuwa ndani yako? Ni kifo tupu kilikuwa ndani yako. Na sasa wakati wakurekebishwa ndio uingie katika uzima. Bwana ni arogoshwa. Kwa hivyo watu wa Mungu, neno la Bwana wakati wowote tunapolinena, tunajiwanga, tunanena kifo. Lakini baada ya wewe kukipokea hiyo kifo, unakuwa hai. Maisha yako ya moyoni yanabadilika. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana ni arogoshwa. Kwa hivyo watu tunaombea, tunamwambia kwamba unaenda kupelekea watu kifo ya Yesu Kristo. Na wakati utaweza kuwapelekea hiyo kifo, baada ya siku 3 watafufuliwa. Lakini sisi sisemi atazama 1 to 3, hapana, after 3 days. Baada ya neno ambalo kuingia ndani yao, watafufuliwa, sababu ni wafu. Wanasikia tunahubiria wafu, baada ya neno la Bwana kuingia ndani yao anafufuka. Tusimame. Hatuna jambo lingine isipokuwa tu kuombea wale nao. Okay? Naomba waweze